Unajua siku ile bwana, nilihisi kwamba mimi pengine ndio siku ya mwisho ya maisha yangu. Nilihisi kwamba ndo nakufa kwa sababu kile kisu sikuamini kwamba kwanza nimeudaka ule mkono. Kisu kilikuwa ni kikali. Alafu yule dada jinsi nilivyomuona alikuwa anaonyesha kabisa ni mtu wa shari sana. Unajua mtu wa shari ukimtazama tu unamuelewa. Maskini ya Mungu, mimi nimezoea zangu kufanya mazoezi yangu ya kawaida. Sijazoea mazoezi ya kupigana. Mimi nafanya mazoezi yangu ya kufanya mwili wangu ukae vizuri tu. Alafu ninahangaika sasa na mtu pale, nimeshikilia mkono ambao una kile kisu kikali sana. Lakini kwa sababu nilikuwa na hofu ya kwamba hapa ninaweza pengine nikachana usoni kama alivyokuwa ananiambia, au akanichana akaniumiza pengine hata tumboni au akaniua. Nguvu bana sijui kwa kweli zilitoka wapi. Yule dada alikuwa na kikirika kara. Aniambia nitakuua, nakuua. Wewe, ngoja, unajifanya unapenda wanaweza watu. Hicho yani wewe lazima nikate hicho kibandiko chako hicho. Mama, wewe. Purukushani ziliendelea pale kati yangu mimi na yeye. Sasa bwana, unajua bwana, mtu ukishakuwa na hofu ya kwamba unakwenda kupata shida yoyote, ile hofu kuna namna inakujenga. Nilijikuta nikiwa nimeongezeka na nguvu nyingi sana. Ule mkono nilivyouleta hivi, nilivyougeuza, nikaugeuza, afu nikauelekeza upande wake. Kikirika kara, bwana, kile kisu kikashuka hapa kwenye kifua chake hapa. Wakati namsukumizia hivi, kile kisu kikachana kuanzia hapa kifuani kushuka chini. Alikuwa amevaa kiblauzi fulani hivi ambacho kilikuwa kimeacha sehemu kubwa sana ya kifua ilikuwa iko wazi. Sasa kile kisu kilikata kwenye kifua, alafu kikashuka kikakata na hii sehemu hapa mahali ambapo ile blouse ilipokuwa inaanzia. Ikashuka shwa, msikilizaji, niliona damu ziliruka. Zingine zilinirukia na mimi nikajua ukisikia kuua ndo huku hapa. Pale pale alikitupa kile kisu. Unaniua wewe. Mimi sasa pale nilisema miguu sijala nikakunyima. Nilitoka speed pale toilet mahali tulipokuwa. Kidogo natoka hivi, kiatu changu kile nilichokuwa nimevaa kikataka kutoka bwana. Nikaona viatu msinichanganye. Nilinama haraka sana nikaokota viatu vyangu vyote. Mimi huyo. Mkiki. Nilikimbia, nilitoka pale. Niliondoka pale nikiwa namlaumu sana Hasani. Nilimlaumu sana Hasani kwamba ni kwa nini amenifanyia hivi. Niliamini kwamba yeye ndio sababu kubwa ya mimi kupata matatizo kama yale. Kwa sababu kama angekuja mapema, nisingekutana na matatizo yale. Mimi niliondoka, sikutaka kujua chochote kinachohusu yule dada. Nilichojua ni kwamba nimemuumiza na mimi nimekimbia. Moja kwa moja mimi hapo nikaenda nikachukua na usafiri. Nikaenda mpaka hostel. Kamoyo kanaenda nawaza sijui yule dada wa watu, sijui kile kisu kilimkata kikaingia mpaka kwenye moyo au ilikuwaje. Unajua mawenge yale. Nikaenda zangu mimi hostel bana, nikaingia zangu nikatulia. Sikutaka kumweleza mtu yeyote kuhusiana na kitu kilichokuwa kimeendelea. Nilikuwa nina hofu. Nilihisi pengine kama hata nikisema inaweza ikatoka taarifa yoyote kwamba pengine yule dada amekufa au amedhurika, amepata madhara makubwa. Alafu mimi sasa pale nitakuwa nimeshawaambia watu, itakuwa ni rahisi mimi kupatikana. Niliingia zangu ndani nikajituliza kimya. Mpaka pale nikasema sihitaji kupata mawasiliano na mtu yeyote yule tena. Nikasema sitaki kuwasiliana na mtu. Nikatulia zangu. Nilizima simu yangu siku ile ya kwanza. Kesho yake nikaenda shule kama kawaida skuli. Nilikaa bwana siku 2 siwasiliani na mtu. Simu hapo nimeificha. Sitaki hata mazoea. Sasa baada ya zile siku 2 nikawasha ile simu. Nilipowasha tu nikakutana na message inatoka kwa Hasani. Bana, naomba unisamehe. Nilikuchoresha siku ile pale, nikachelewa kufika. Naomba unisamehe. Sasa ndo umenizimia simu. Ndo hutaki kabisa kuongea na mimi. Messages zilikuwa ni nyingi, zilikuwa zinaingia. Zilikuwa zinatoka kwa yule kaka Hasani yule ambaye nilikuwa namsubiri. Nilikasirika, sikutaka kuzijibu kwa sababu niliamini yeye ndo amenisababishia yale matatizo yote. Nikatulia zangu, lakini kwa jinsi ambavyo alivyokuwa ananibembeleza, mbona nilianza kuingiwa na huruma na yule kaka.
Kidogo wakati naendelea kufikiri, nikashangaa akawa amenipigia simu pale. Kanibembeleza we. Akaniambia bana sorry. Nikamwambia hapana, hivi wewe umeniagizia usafiri. Nimefika sehemu ambapo uliponiambia. Alafu ninakaa zaidi ya masaa mawili hautokei. Ulichokuwa unataka ni nini? Unajua ni matatizo gani ambayo yamenikuta mimi baada ya wewe kutokuja haraka pale? Haya, mimi pale sasa niliagiza vitu nikala sasa. Alafu wewe hujafika. Kama mimi sikuwa na pesa pale unafikiri ingekuwaje? Naomba bana unisamehe. Mimi lazima ningefika. Ila unajua bana nilipata dharura. Nilipata simu kwamba mamangu anaumwa, kwa hivyo ilinibidi niende kufanya utaratibu aweze kupata pesa. Nimtumie pesa kwanza. Kwa hivyo naomba unisamehe sana kwa kweli. Nimekosea. Yaani hapana kwa kweli. Asani, sidhani kama nina namna ninaweza kukusamehe. Nimejua kwamba wewe unaweza kumfanya mtu atakaenda jela. Unajua matatizo ambayo nimekutana nayo pale? Hapana, ulikutana matatizo gani? Hivi wewe ulifika pale saa ngapi? Basi ile kaka akaniambia. Nikamwambia hivi ulipofika pale hapakuwa na kusikia kwamba kumetokea vurugu yoyote ile? Vurugu? Hapana kwa kweli. Hapana. Sikusikia kama kumetokea vurugu yoyote ile. Hukusikia, yani hakuna kitu chochote kilichotokea pale? Hapana, kwani ilitokea nini? Ulianzisha vurugu au? Msikilizaji, kabidi nimweleze kitu ambacho kilichokuwa kimetokea. Nilipoanza kumwambia akaniambia, yule mimi sikujua kama ni wewe, nilisikia tu kwamba sio kuna watu vutana huko sio nini, mmoja amekatwa kisu. Sasa mimi sikuwaza sana kwa sababu nilijua ni wanawake tu ambao tabia zao wengine ni wanagombania mwanaume au na nini. Sikuwaza sana. Msikilizaji, unajua mimi sikueleza kwamba yule mwanamke alikuwa ananitumu kuhusiana na mume wake na huyo mpenzi wake kwamba nilikula vitu vyake. Kwa sababu ningemwambia ingekuwa ni jambo jingine. Nilimdanganya tu. Nikamwambia kwamba yule mwanamke amenikuta kule, eti mimi ninatoka, akasema nimemkanyaga. Sasa kumbe alikuwa amelewa mapombe yake. Nikamwambia sijakukanyaga bana, huko na kule. Ndo akaanzisha vurugu kwenye purukushani hapa na pale, ndo akakatwa na kisu chake mwenyewe. Basi sana akaniambia basi bwana, pole bwana, lakini naomba unisamehe kwa kweli, kumbe nimekusababishia matatizo. Pole sana, naomba unisamehe, sitarudia tena. Nikamwambia basi sawa. Yule kaka alikuwa anabembeleza. Hasani alikuwa anajua kumbembeleza mwanamke bwana. Alikuwa anajua kumbembeleza. Yaani ananibembeleza mpaka mimi mwenyewe naona Nilibidi nimsamehe yule kaka kwa sababu alikuwa ananibembeleza sana. Alafu anajua kutembea na hisia za mwanamke. Unajua bwana, siku zote ukimkuta mwanaume ambaye anajua kucheza na hisia zako vizuri, yani jinsi ambavyo anavyoongea na wewe, jinsi ambavyo anakuchukulia ukiwa na hasira, jinsi ambavyo anavyoshuka na jinsi ambavyo anavyokupa maneno. Kuna maneno ambayo mwanaume anakuambia mpaka mwenyewe unajikuta umenywea tu, unakuwa mpole. Nilijikuta nikimsamehe tu Hasani, nikamwambia basi sawa, nimekusamehe. Basi akawa yameisha pale bwana. Nikawa nimeenjoy tu kwamba kumbe hata halikutokea jambo kubwa sana kule. Niliendelea sasa kuwa na ukaribu mimi pamoja na Hasani. Kwa sababu Hasani alikuwa hajanitongoza. Lakini sasa ndo kama vile tulikuwa tunaishi kama marafiki. Sasa wakati tuko kwenye mazingira yale ya urafiki ule, zikaisha kama siku 2 hivi nikiwa naendelea kuchati vizuri mimi pamoja na Hasani huko na kule. Sasa siku moja nakumbuka nilikuwa niko zangu pale hosteli. Nikakuta simu yangu ikiwa inaita. Nikaipokea. Hello. Alikuwa anayepiga ni mama yangu. Mama yangu akaniambia jamani, Lile. Nikamwambia be mama, mbona unaongea hivyo? Lile ni jamani, mimi ninachoka jamani. Hivi unajua kwamba baba mimi nimeumwa, nimemwambia baba yako ninaumwa, lakini baba yako ananipuuza kabisa.
Nimetoka hapa nimejikongoja ndo naanza kutembea hapa, naelekea hospitalini. Malaria imenishika vibaya sana, sijui pengine na UTI na nini. Nguvu zinaniishia sana kwa kweli lile. Msikilizaji, moja ya vitu ambavyo nilikuwa sipendi kusikia ni kusikia kwamba mama yangu anaumwa. Pale pale akili yangu ilinichosha sana. Nikaona kama mama yangu anaumwa, nikamwambia mama, kwani uko sasa hivi uko wapi? Jamani, natembea hapa, sina hata nauli ya kwenda, najaribu kutembea kwa mguu tu niweze kufika. Mama, hebu ngoja nakutumia hela hapo. Panda boda hapo, nitakuja kuilipa hapo kwanza. Panda boda nenda hospitalini na kuja kumlipia hapo hapo. Mpe huyo kaka wa boda yeyote utakayemuita hapo nakuja. Mwambie hapo nakuja hapo, akupeleke afu mimi nakuja na wakuta huko huko. Basi bwana msikilizaji, kwa sababu mimi pale akili yangu ilikuwa imecharuka sana, nilitoka haraka sana. Nikashuka zangu pale, nikaenda nikachukua boda inipeleke hospitalini. Nilifika kweli mamangu alikuwa yuko pale na yule kaka ndo alikuwa amemfikisha pale. Mama akaingia ndani, nikamlipa yule kaka boda. Nilikuwaza nikatafakari sana pale kwamba ni kwa nini tunaishi maisha ya hovyo hivi. Nyumbani pesa ipo, lakini baba amefungia uwezekano wowote wa pesa yoyote ambayo inaweza ikapita kuelekea kwa mama yangu. Yaani mama yangu hata zile pesa ambazo zilizokuwa zinakuja pale anaambiwa azitunze, alikuwa hapewi tena. Kitu pekee ambacho mama alichokuwa anakipata pale nyumbani ilikuwa ni chakula. Lakini sio pesa. Na hata pale ambapo alipokuwa anaumwa, baba alikuwa hataki kumtake care of. Yaani alikuwa hamjali kabisa. Lakini ugomvi wao mimi ulikuwa unaniumiza kwa sababu si mama tu, lakini baba alikuwa ni amenikasirikia na mimi pia vile vile. Mama aliingia ndani kule, akaanza kupimwa vipimo mbalimbali kwa sababu alikuwa hana pesa yoyote ya kulipia. Ilibidi mimi ndo nilipia zile pesa. Wakati niko kule, Hasani akanipigia simu. Kaniambia mambo vipi? Kaniambia poa. Uko wapi? Natamani sana tuweze kukutana tupige story. Nikamwambia Hasani, niko hospitalini. Vipi, unaumwa? Hapana, mamangu ni mgonjwa. He. Kwa hivyo umeenda mpaka nyumbani mpaka sasa hivi? Niko hospitalini nimekwambia Hasani, sipo nyumbani, mamangu ni mgonjwa. Ebo. Mama zaidi ni nini kinachomuuma? Mama amekutwa na malaria, lakini pia na UTI sugu inamtesa, lakini pia vile vile amekutwa na typhoid. Basi nakuja basi hapo. Uko hospitali gani? Niko huku Lukindo Hospital. Basi nakuja hapo sasa hivi. Msikilizaji, kulikuwa na umbali sana. Kulikuwa na umbali kwa sababu bodaboda isee, sehemu ambapo boda wanatumia shilingi 7,000 sio jirani sana hapo. Ilikuwa ni mbali kidogo. Lakini Hasani alikuja mpaka pale. Lakini kwa bahati alipokuja mama alikuwa tayari amesharuhusiwa anarudi nyumbani. Lakini mimi ilibidi nimsubiri pale pale kwa sababu tayari nilishamwambia kwamba niko pale. Hasani akaja tukazungumza kidogo pale, akaniambia, "Basi pole sana, utashika pesa utamtumia mama." Nikamwambia basi sawa. Nilichukua ile pesa, nikamtumia kweli mama, nikimwambia kwamba aweze kuchukua vitu mbalimbali, japokuwa ajisikie kula, aweze kuchukua matunda, aweze kula kwa sababu baba alikuwa hajali chochote kile. Hata kama mama alikuwa anamwambia sijisikii kula, asingeweza kwenda kumchukulia hata matunda. Yeye vile vitu vile ambavyo alivyonunua pale, sio michele nini, ndio hivyo alikuwa anataka mama ale. Na kama unavyojua mtu akiwa anaumwa hali yake ya kula inapotea, ile hamu ya kula inapotea kabisa. But baba hakujali chochote kile. Lile jambo liliniumiza sana. Nilijisikia vibaya mno kwamba sasa mamangu ataishije. Nashukuru Mungu, siku ya kwanza ya pili ilipoisha mama yangu alikuwa yuko kwenye hali nzuri, aliniambia kidogo appetite ya kula ilikuwa imeanza kurudi. Kule chuoni mimi nilianza kupata furaha baada ya kusikia kwamba mamangu hali yake inaendelea vizuri. Sasa siku ile ya pili nikamwambia sasa Hasani, nikamwambia bana Hasani, nashukuru bana kwa msaada wako ulionipa. Mama anaendeleaje? Mama yangu ameniambia sasa hivi hali inaendelea vizuri, homa haipandi na lile tumbo lilokuwa linamsumbua na kichwa sasa hivi havimsumbui tena. Aise, nashukuru sana kama mama anaendelea vizuri. Naamini sasa hivi utakuwa una furaha sana. Sana kwa kweli, yani na furaha sana Hasani, uweze amini. Na nashukuru sana kwa kampani yako ulionipa. Ndio binadamu huo. Mimi mwenyewe nafurahi sana kama mama yako akiwa salama, naamini kabisa mama akiwa salama na wewe utakuwa salama.
Nakushukuru sana kwa kujali jamani. Da, sijui hata nikupe zawadi gani. Okay, zawadi mimi nikuombe zawadi moja kama uko tayari kunipa zawadi. Hebu niambie, lakini usiwe kaniambia ngoja sasa mbona unaanza kunipangia tena jamani? Niambie basi unataka unipe zawadi gani? Kwa sababu mimi nataka kukuambia alafu sasa unaanza kuniambia kwamba sijui nini. Sikupangii, lakini nimekwambia tu sio kataka zawadi ya vitu vya ajabu. Vitu vya ajabu ndo kama vitu gani? Vitu hivyo hivyo unavijua wewe. Sasa mimi sijui vitu gani vya ajabu unavizungumzia. Wewe unamaanisha vitu gani? Hebu niambie zawadi yako unayotaka kwanza nikupe zawadi gani? Wala sio hicho unachofikiri. Bali nilikuwa nakwambia tu kwamba nitakuwa na sherehe yangu ya birthday kesho. Kwa hivyo tamanio langu kubwa sana ninachokiomba kwako Lilen ni kukuona ukiwa umehudhuria katika birthday yangu. Na nilikuwa ninawaza sana kwa sababu ulishaniambia kwamba mama anaumwa, na nilikuwa nawaza sana kama mama yako asingepata nafuu pengine ungekosekana kwenye sherehe yangu, alafu au kama ungetokea lakini usingetokea ukiwa na furaha kama ambavyo nilivyokuwa natamani. Kwa hivyo mimi natamani tu uweze kutokea katika birthday yangu. Ni hilo tu. Hilo tu mimi nafikiri litanifurahisha sana kwa kweli. Umeandaa kitu gani? Kwa bahati nzuri ni au mbaya sijui niseme, birthday yangu hii haina sherehe yoyote, lakini sherehe yangu kubwa niliyokuwa nimeiandaa ni kwamba niweze kuwa na wewe. Na mtu gani mwingine utakuwa naye? Hapana, hakuna mtu mwingine. Hii ni ya kimya kimya, lakini nilitamani tu kwamba uwepo, tukae tupige story. Siku yangu ya kuzaliwa niifurahie sana kwa uwepo wako. Hilo tu. Jamani, nitafanya hivyo kwa sababu umeonyesha kujali sana na kumpenda mama yangu. Kama ni hilo tu, mimi nitafanya. Ombi langu kubwa tu ni moja. Naomba tupige story kama story. Usije ukavuka mipaka. Siwezi nikavuka mipaka ambayo wewe pengine hujataka. Kila kitu nitakachotaka kufanya nitakuuliza wewe. Kwani unataka kufanya nini? Ninaweza nikataka pengine kucheza na wewe, nikawa nimeweka mziki, sasa sisi lazima nikuombe kwanza. Siwezi nikacheza na wewe kama wewe hujapenda. Okay, sawa, mimi nitatokea. Umesema ni kesho kutwa? Sijakwambia kesho kutwa bwana, kesho. Lakini hasa nikumbuka kwamba mimi sijui nyumbani kwako. Hilo usiwaze, mimi nitakuja mpaka hapa hostel nikuchukue. Basi sawa. Nitafurahi sana kama utafanya hivyo. Basi mpaka sasa hivi hapa nahisi kama birthday yangu imeanza kutokea leo. Jamani. Kwamba unazaliwa siku moja kabla ya siku yako kuzaliwa. Najisikia kufurahi sana kwa sababu naona kama utatukuwepo kwenye sherehe yangu itakuwa bomba sana. Usiwaze bana, usizaliwe haraka. Kesho mimi nitakuwepo. Alafu uzaliwe nikiwepo, nianze kukubeba. Basi poa, nashukuru sana Lile, ni kama utakuwepo. Mimi nitakuja asubuhi na mapema. Sawa. Na uzuri kesho ni weekend. Na mimi ndo maana nimefurahi sana kwa sababu naamini hutakuwa na mambo mengi ya chuoni. Basi poa. Msikilizaji bwana, tukawa tumemaliza maongezi mimi pamoja na rafiki yangu pale Hasani. Kesho yake bwana ilikuwa ni birthday yake. Na mimi nilitamani sana kuihudhuria kwa sababu nilimuona kwamba Hasani ni mtu anayejali. Particularly kwa jinsi ambavyo alivyokuwa anatoa pesa yake kwa ajili ya kutake care of my mama. Na hasa ukizingatia kipindi ambacho mama yangu mimi alikuwa yuko kwenye wakati mgumu sana. Nyumbani akiwa hapati fedha. Unajua bana, kwa kawaida hata kama mtu akikupa kila kitu, mahitaji yako yote kama amenunua ameweka hapo, lakini bana pesa kuna namna itahitajika tu.
Na babangu alifahamu hilo, ndio maana aliamua kumpuuza mamangu, akawa hataki kabisa kumpatia pesa. Lakini Hasani aliamua kuplay party like he's my brother, pengine au pengine baba yangu. Kwa hivyo kitu kile kilinifanya mimi niweze kumpenda Hasani. Nilisema lazima niweze kutokea katika birthday yake. Kesho asubuhi na mapema niliamua sasa kutoka pale na kwenda moja kwa moja sehemu ambapo nilitegemea kwamba angefika pale Hasani baada ya kuwasiliana naye, ili aweze kunichukua tuweze kwenda mpaka nyumbani kwake. Alikuja na gari, sikujua kama ni ya kwake au la. Kweli bana, alifika pale akanipakia. Alinisifia sana kwa jinsi ambavyo nilivyokuwa nimependeza. Nilikuwa nimevalia suruali na blouse yangu, nilikuwa nimevaa kiatu chini ambacho nilichokuwa nimependeza. Na shape langu jinsi ambavyo nilivyo, Hasani alinitazama kwa kunitamani sana. Lakini ni kama alikuwa ananiheshimu kutokana na jinsi ambavyo tulivyokuwa tumezungumza, na nilimweleza kwamba aweze kunirespect, kuniheshimu kwa sababu sisi ni marafiki tu. Alinipakia pale, lakini niliona jinsi ambavyo macho yake yalikuwa yamebadilika. Akaniambia, lakini hivi Lile, ni nani ambaye anakufundisha wewe kupendeza kiasi hiki? Eti nani ananifundisha? Kwani nimependeza sana? Yaani unapendeza mpaka unazidia yani. Acha bwana. Mbona kawaida tu? Hapana, sio kawaida. Tofauti na kwamba jinsi ambavyo ulivyo. Lakini unajua kutafuta nguo na mavazi, jinsi gani ya kuvaa mavazi ambayo yanayoendana na wewe. Yaani unanifanya, unanivutia kweli kweli. Jamani. Asante. Lakini anyway, nakushukuru sana. Lakini kitu gani? Mbona umemezea maneno? Hapana, nimejua tu kwamba kila kitu nilishakwambia. Kwa hivyo sikuona sababu ya kurudia. Jambo gani hilo ambalo uliloniambia? Hapana, nilikwambia tu zingatia kwamba mimi na wewe ni marafiki. Kwa hivyo mashaka yangu yani kama hivyo. Sasa kwamba ukiwa rafiki yangu ndo sipaswi kukusifia kabisa kwamba hata umependeza. Hilo halina shida. Ila tu uzingatie kwamba tunapaswa tubaki kwa marafiki. Ni kweli leo umependeza sana kwa kweli. Yaani natamani nikuchukue tu, tukifika tuweke gari pembeni, alafu hii siku yangu ya kuzaliwa tuweze kuitumia kwa mimi na wewe kuzunguka maeneo mbalimbali. Ni ringe tu kwamba niko na wewe. Jamani wewe. Wewe Hasani. Acha bwana. Uliniambia kwamba unataka tukapigia story. And I prepared for stories. So kwa kitu kingine, si kuzunguka, hapana. So itabidi tukapigia story pale pale nyumbani kwako au mahali popote ambapo ulipoandaa kwa ajili ya kupigia story. Of course, uliniambia kwamba story tutapigia nyumbani kwako. And I'm ready to do so. But tuweze kufika, tupige story kama ambavyo tulivyokubaliana. Ni kweli unavyozungumza. Msikilizaji, Hasani aliitikia, lakini nilivyomtazama ni kwamba alikuwa ananimezea mate. Bana, mimi nimeomba vizuri. Tuache tu masiara bada. Sio kwamba najisifia tu. Hapana, mimi ni mzuri kweli kweli. Na hadi marafiki zangu walikuwa wanashangaa kwamba mbona wewe kila nguo ukivaa unapendeza. Nilijua kabisa kwamba napendeza kila nguo ninayovaa kwa sababu ya jinsi nilivyoumbwa. Tumbo dogo la wastani, alafu nimepewa hipsi. Lakini sio hipsi tu, hata huko nyuma si jambo. Maziwa, nimepewa maziwa yangu makubwa ya wastani yanayopendeza. Sura ndo kama unavyoniona. Yaani ni mzuri, kwa kifupi mzuri kweli kweli. Nilitambua kabisa kwamba Hasani asingeweza kukaa tu na kuacha kuniambia kwamba ananipenda. Lakini nilikuwa nikimpiga biti ili asije akavuka mipaka na kunieleza vitu ambavyo nilikuwa sitaki. Nilikuwa sitamani kuingia katika mahusiano na Hasani. Na nilifahamu kabisa kwamba kama Hasani angeanza kunitongoza, pengine ningeshindwa kumkatalia kutokana na jinsi ambavyo ameonyesha kunipenda mimi, lakini ameonyesha kumjali mama yangu. Na kwa sababu sikutaka kuingia katika mahusiano kwa wakati ule na yeye Hasani, niliona ni bora nimpige limit asianze kunitongoza. Msikilizaji, tulienda mpaka tukafika kwake. Akapaki gari pale.
Nilitamani nimuulize kama ile gari ni ya kwake au la, lakini niliona ni vitu ambavyo sio issue sana ya bwana kumuuliza mtu kuhusiana na vitu vyake. Kama akipenda kuniambia angeniambia. Basi tukafika pale. Bwana alikuwa anakaa nyumba nzuri bwana. Nyumba ilikuwa ni nzuri, alafu ni nyumba yote alikuwa anakaa yeye. Si kubwa sana kivile, lakini ilikuwa ni nyumba nzuri, kubwa ya wastani. Basi tukafika pale. Ilikuwa na vyumba kadhaa hivi, dining, jiko, nini. Safi sana. Akaniambia bwana kipenzi, hapa ndo nyumbani kwangu bwana. Hapa ndipo mahali ninapokaa na sijui nikwambiaje, lakini nimefurahi sana 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 kwa ujio wako hapa. Yaani leo hii siku yangu ya birthday ninaisherehekea vizuri kuliko siku zingine zote. Japokuwa sijaandaa sherehe kubwa, lakini uwepo wako hapa naona kwangu ni kama sherehe. Kweli Hasani unachosema? Ndicho ninachokisema. Karibu mpaka ndani. Msikilizaji, tukaingia mpaka ndani pale, akanipeleka, akanionyesha chumba chake anachokaa, ni chumba chake anacholala. Tukatoka pale akanionyesha sebule. Tukaanza kupiga story 2-3 pale. Wakati tunaendelea kupiga story, akaniambia bana, labda hili nalo ni kuombe kwanza, kwa sababu nilikwambia kila kitu ambacho nataka tufanye itabidi ni kuombe, kwa sababu kwanza ulikuwa na mashaka makubwa sana kwamba pengine mimi ninaweza nikafanya kitu chochote tu bila kupenda. Unataka tufanyeje? Bana, kuna kitu nakitamani sana kwako. Msikilizaji, aliposema vile, nilianza kuhisi kwamba sasa anataka aanze kuniomba mechi. Kitu ambacho sikutaka kabisa niombe. Nilimtazama kwa makini, lakini akili yangu ilikuwa imeanza kuhisi kwamba anataka niombe mechi. Nikamwambia, kitu gani hicho? Ni kitu cha kawaida. Natamani sana kukuona ukinipikia. Yaani upike chakula tuweze kula wote. Leo nafikiri siku yangu ya kuzaliwa itakuwa imeenda vizuri sana zaidi, Lilian. Okay. Hilo ulipaswa hata usiniombe. Yaani hilo ungeniambia tu moja kwa moja. Hapana. Unajua Lilian, mimi nakuheshimu sana kwa sababu hata kabla ya kuja huku ulishanieleza kwamba tubaki kuwa marafiki. Sasa kukuelekeza tu moja kwa moja kwamba ukapike isingekuwa vizuri. Ningekuwa kama namuelekeza mke wangu vile. Lakini pia na mimi nilikupa ahadi kwamba kila kitu nitakachotaka tufanye pamoja ni mpaka nikuombe ruhusa. Hapana, kuna mambo ya kuomba ruhusa lakini sio hili. Basi kama unavyosema hivyo inamaanisha umeridhia. Nimeridhia. Ni vitu napenda sana pia. Unapenda sana kupika? Napenda. Ni hobi yangu kabisa. Kuna muda mimi nakaa tu hivi hata nikiwa nyumbani, yani nikimaliza kupika natamani nianze tu kuandaa mapishi mengine yani. Something I like so much. Basi twende basi jikoni nikakuonyeshe vitu vya kupika pale ili uweze kupika. Lakini mimi siwezi kukaa mwenyewe huko. Hapana, tutakaa wote. Tutaendelea kupiga story mimi na wewe kule. So unakumbuka kwamba siku hii ya leo nilikwambia kwamba ni siku ambapo napaswa nipige sana story na wewe? Uliniambia. Basi kama ndo hivyo, hata huko jikoni huko tutapiga story na wewe, alafu pia umeniambia kwamba wewe unaweza mapishi. Mimi bado napikaga, sio kwamba sipiki, lakini siwezi nikakwambia kwamba naweza mapishi. Kwa hivyo kama unaweza mapishi vizuri itapendeza sana mimi nikiwa pamoja na wewe, kwa sababu nitakuwa nimejifunza vitu pia. Kwa hiyo unataka unifanye mimi ni mwalimu wako, si ndivyo? Kwa nini vibaya? Sio vibaya, ila basi sawa, twende. Msikilizaji, tulitoka pale mimi pamoja na Hasani tukaelekea mpaka jikoni. Kule jikoni ndio mahali ambapo alipokuwa kuna kila kitu pale, vitu vingi vya kupika. Akafungua kwenye friji, alikuwa amenunua nyama nyingi tu ameziweka pale. Akazitoa pale akaniambia hivi hapa hivi. Nikamwambia basi sawa. Nilianza sasa mikakati ya kwanza kuandaa nyama pale ya kutengeneza na vitu mbalimbali pale ili mambo yaweze kukaa vizuri. Bwana we, nilipoanza tu kuweka vitu jikoni pale, mambo yakaanza kuwa mazuri. Kulinukia.
Mpaka kaniambia wewe umeanza kupika lini? Nikamuuliza kwa nini? Mbona vitu vinanukiaga sana wewe? Jamani, sasa vitu hivi ulivyonipa hapa jamani. Wewe umenipa kila kitu cha kupikia. Vitu vitachaje kunukia? Unaona kuna vitunguu, vibwagizo vyote vya kutengenezea nyama. Na kutengeneza ili upande wa supu iwe nzito nzuri, nyama ya kukaanga ikae vizuri, inukie na rangi nzuri. Umenipa kila kitu, sasa vitachaje kunukia? Hapana bwana, bwacha mambo yako. Mbona mimi huwa nikipika havikagi hivi? Hivi vitu vyote nakuwa navyo, lakini kila nikitengeneza huwa haviwi vizuri hivi. Yaani hiyo harufu sijawahi kuisikia. Usiwaze, ndo hivyo, ndo tofauti ya mapishi yako na yangu. Lakini isitoshe wewe ni mtoto wa kiume. Kwa hivyo hata usipoweza kupika vitu vikanukia sana, hamna tatizo. Hakuna mtu atakaye kulaumu. Lakini mimi ni mtoto wa kike, lazima nijitahidi kupika vizuri. Nipike vitu vipendeze, vinukie. Bila shaka itakuwa ni tamu sana. Kuhusu tamu sijui, utanitoa kasoro nikimaliza. Msikilizaji, pale mimi niliendelea kupika. Nikapika pale, hazikupita hata muda mrefu sana. Nyama zile zingine za upande, nyama zile za kukaanga zikawa zimeiva, nikachukua nikaziweka kwenye hotipoti. Zilikuwa zinanukia sana. Bana, nikawa sasa natengeneza nyama zingine za supu nzito, yani za mchuzi mzito pale. Nikawa sasa naziungaunga pale, ili nikimaliza pale nianze kutengeneza pishi la chakula sasa. Nyama zile zilikuwa zinanukia sana pale ndani. Harufu ilikuwa ni kali. Mimi mwenyewe nilikuwa natamani pale. Nikasema sui nionje. Lakini nikasema huyu ataweza kaanza kuniona kwamba mimi ni mroho huyu. Ngoja niwe mpole. Sio vizuri mwanamke kuonja vitu ukiwa jikoni. Nikanyamaza zangu pale. Sasa tunaendelea kupiga story. Hasani akaniambia, hebu sikia bwana, samahani bwana. Mimi kama utaniona mimi nina tabia mbaya sawa, lakini mimi nimeshindwa kabisa kuvumilia. Umeshindwa kuvumilia nini? Hizi nyama bwana zinanukia sana. Hebu kwanza nionjeshe kwanza. Hebu nionjeshe kwanza nione kama zinavyonukia ndo utamu huo. Msikilizaji, nilicheka pale, lakini na mimi nilifurahi kwa sababu nilikuwa nimepata chance ya kuonja. Nikamwambia haya bwana, hilo tu. Hizo hapo. Nikafungua. Nikamwambia chukua unayoipenda. Hapana bwana, mimi nataka unipe wewe bwana. Au ndo unanisusia kwa sababu nimekuomba? Hapana, nakususiaje jamani? Wewe umeomba kuonja na mimi nakupa. Sasa jamani, nakunyima, yani nachukia kisa nini? Kisa umesema kwamba unataka nikuonjeshe. Ya nini sasa? Chukua bana. Hapana bwana, mimi nataka unipe wewe. Haya, ngoja. Msikilizaji, pale sasa nikachukua kisahani kidogodogo hivi. Nikachukua nikaweka nyama kama 5 hivi, finyango kama 5 hivi, nikamwambia hizi hapa. Nikamwambia hizi hapa uweze kuonja. Ndio umenipa nyingi hivi, mimi simekwambia kuonja si tunaonjaga moja. Basi na wewe onjesha sasa. Jamani, mimi sitaki bana kuonjesha. Wewe onjesha afu utaniambia. Mimi ndo nilopika, najua jinsi ilivyo. Hapana bwana, onjesha na wewe bwana. Bana, hapana bana. Msikilizaji akashika nyama pale moja, finyango moja akaanza kuniletea. Niambia boy bwana. Sitaki bwana. Kula bwana. Mimi naanza hii hapa. Nimekula, shika na hii hapa kula. Msikilizaji alileta mpaka kwenye mdomo wangu. Ilikuwa inanukia vizuri. Nikaweka mdomoni kaanza kutafuna. Nyama ilikuwa imeiva vizuri. Afu ilikuwa laini nzuri. Yaani ni imekauka lakini ni laini. Nzuri kweli yani. Sasa Hasani alipoanza kuitafuna akaanza kuniambia, wewe mwanamke, hivi umeanza kupika lini wewe? Ngambia kwa nini? Akakota finyango nyingine akaweka mdomoni. Ananiambia jamani, nyama ni tamu ajabu. Ananiambia sasa, hebu ngoja. Mbona naona sasa kama hizi nyama zitakuwa ni tamu? Mbona naweza ngazimaliza kabla ya chakula kuiva? Siwezi kukuruhusu ngo. Hizi hapa mpaka ule na chakula ili ujue kwamba na chakula kikoje. Ukimaliza kuzila hizi itabidi ukatafute tena nyama zingine za chakula. Au unasemaje? Hapana bwana, lakini sasa hizi mbona tamu hivi sasa? Sasa itabidi nikuite wewe unanipikia kila siku aise. We, ukome. Nikupikia kila siku mimi, leo nimekupikia tu kwa sababu ya birthday yako. Sasa inabidi tuongee vizuri bwana. Yaani nyama tamu kiasi hiki, wewe unapikaje hivi tu mimi ninavyo hapa kila siku? Afu nishasahau kwamba ulianzaje. Ulichanganya nini na nini kwani?
Yaani mimi mbona mimi ninavyo hivi na naviweka vyote lakini hayo hivi. Msikilizaji pale akaanza kunisifia sana, akaniambia jamani unapika vizuri, si nini, kuna kule. Mimi nikawa najichekea zangu tu pale. Nikawa nacheka tu huku nikiwa najisifia kidogo kidogo. Unajua wakati unasifiwa hupaswi kujisifia zaidi. Yaani ule muda unasifiwa inabidi ukubali umwache ka chance fulani hivi kwa yule anayekusifia apate kukusifia. Maana ukijisifia sana basi yule anayekusifia atashindwa kukusifia. Basi akawa ananisifia na mimi najipokea, napokea tu zile sifa, namwambia hapana, kawaida, lakini mimi kupika vizuri ni kawaida yangu. Hapana lile huku kupika kwako hapana. Hivi kwa hiyo sasa chakula kitakuwaje? Itabidi nile hivi chakula nacho kitakuwa kitamu kama hivi? Wewe subiri, si utaona bwana. Ila mimi chakula sijui kama najua kupika vizuri. Mimi naamini naweza, lakini sijui kama utakipenda au vipi. Hapana, kwa wewe uliyepika mboga kiasi hiki, hapana, hii nyama uliyopika mimi naamini hata chakula utapika vizuri sana. Ngoja tuone. Mimi nitapika vizuri, ila sasa kwa wewe kupenda au kutopenda, hapo ndo sijui. Msikilizaji, nikawa naongea huku nikiwa naleta utani mara urembo pale mashauzi. Ile mboga bana, ile nyama ya mchuzi kaiva, nikaweka pembeni. Nikasema sasa hapa ni muda wa kwanza kupika chakula. Pale ndani kunanukia hatari. Yaani ukijaribu kufungua utipoti moja hapo pale, kunanukia hatari. Sasa Hasani akawa ananiambia jamani, mbona mimi nashindwa jamani kuvumilia? Hebu nipatie nyama nyingine moja bwana. Samahani lakini kwa hii tabia mbaya ninayoonyesha, hebu nipatie bwana nyama moja bwana. Nikamwambia wewe hata hamna shida, nyama mbona si nyingi hizi, uwezo kuzimaliza hata hivyo. Shika, nikamkotea nyama 2 pale nikampa. Nashukuru umenipendelea, umeniongeza na moja. Lakini sasa mbona hizo nazo kama zinanukia sana? Hizi sasa bana la kuzakulia chakula jamani. Au unataka na zenyewe nikuonjeshe? Sio vibaya kama ukinionjesha. Msikilizaji pale nikamchotea kidogo pale, nikamwambia wewe onja tu kimchuzi kidogo. Akalamba. Wewe alijilamba, alisifia kwamba ni tamu. Ikabidi nimpe na kafinyango kingine ka ile nyama ambayo nilikuwa nimepika na mchuzi, akala. Aisee, alinisifia sifa kama zote. Nilishangaa kisokea na moja kwa moja na kunipiga busu hapa shingoni kwa nyuma hapa. Nikamwambia ndo mambo gani hayo umeanza? Umeanza mambo gani? Akaniambia bana, samahani bana. Unajua jinsi ulivyokuwa umepika, jinsi ulivyopika vizuri, nimeshindwa hata kwamba nikupe zawadi gani. Samahani sana lakini. Wewe ukianza mambo yako mimi hapa nitaondoka kwa kweli. Naomba sana. Yaani sitaki usije ukarudia mambo hayo. Mimi nitaondoka hapa. Naomba unisamehe kwa kweli. Nisamehe sana. Naomba sana, utaniharibia siku yangu vibaya mno. Naomba unisamehe. Sitakufanyia hivyo tena. Lakini niliona ndio zawadi pekee ambayo ninaweza nikakupa kutokana na jinsi ambavyo ulivyopika vizuri. Naomba unisamehe sana. Haya, yameisha bana, lakini usirudie. Mimi nimekwambia wewe ni rafiki yangu. Msikilizaji, tukawa tunaendelea na vistori vya hapa na pale, huku na kule. Tukasikia geti kule ikiwa inagongwa. Ile geti kugongwa, Hasani akatoka pale haraka sana. Akaniambia ngoja niende ngaangalie. Nikamwambia ni nani, una appointment na mtu kuja hapa leo? Akaniambia hapana, hamna, ila ngoja niwahi nikaangalie ni nani. Hapa si unaweza kani marafiki pengine wanataka kuniulizia kitu tu au majirani. Nikamwambia basi poa. Hasani alitoka pale na kuniacha pale jikoni na moja kwa moja kaenda mpaka kule getini. Haraka baada ya dakika kadhaa hivi kama 2, Hasani alirudi pale ndani akiwa spidi sana. Jicho limemtoka pima. Wewe. Nikamwambia wewe hebu tulia bana. Na wewe shida ni nini? Mbona umekuja hivyo bana? Kuna shida gani huko kwani? Ni nani? Sikiliza nikwambie kitu. Unajua nini? Bana hebu ongea bana, shida ni nini? Yaani unajua nini? Bana sister amekuja bwana. Alafu sasa sister amekuja na mpenzi wangu. Nini? Sister amekuja na mpenzi wangu. Wamenikuja bila kunipa taarifa. Leo ni birthday yangu na niliwaambia hakuna sherehe.
Na niliwaambia sitakuwepo hapa nyumbani kabisa. Sasa sijui imekuwaje wamekuja hapa nyumbani. Yaani sijui hapa sasa nafanyaje hapa lakini. Msikilizaji, unajua alipoongea vile mimi sasa moyo wangu ukaanza kwenda mbio. Lakini nikamwambia hebu sikiliza. Mimi si rafiki yako, kwani kuna shida gani? Mpenzi wangu nafikiri hataelewa sasa hayo. Yaani wewe uje hapa kunipigia siku ya birthday yangu alafu umwambie kwamba wewe ni rafiki yangu, atakubali? Hawezi kukubali. Alafu mpenzi wangu mwenyewe mimi namjua. Yaani mpenzi wangu mimi namjua mwenyewe jinsi alivyo. Alafu ila sasa sijui tunafanyaje hapa sasa. Msikilizaji, niliona jinsi ambavyo alivyokuwa na haha. Yaani alikuwa na haha vibaya mno Hasani. Pale bwana Hasani akapata akili. Akasema, sasa sikia nikwambie kitu. Hapa inabidi sasa anyway, ngoja mimi hapa nimpigie simu rafiki yangu. Ushaelewa Nampigia simu rafiki yangu. Aje. Akija hapa utajifanya kwamba wewe ni nini? Wewe ni mpenzi wa, yani wewe yule ndo mpenzi wako. Ushaelewa? Kwa hiyo usiniangushe. Jamaa wangu akija hapa ujifanye kwamba yule ndo mpenzi wako, ili mpenzi wangu asije akastuka, asije akaanza kuniletea noma, sawa? Ngambia haya, fanya hivyo. Sasa akilini mwangu mimi nikanafikiri. Hivi Hasani alikuwa anafikiri kitu gani? Kuniita mimi nije pale kwake tupige story, sijui nimpikie, ilhali anajua kabisa ana mpenzi wake. Na wanaume wengine nao akili zao wanaziweka gapi? Kwa sababu hata kama tuseme mimi ni kweli sio mpenzi wake, lakini sasa kuniita pale nyumbani alafu eti yani aniite pale nyumbani na huko na mpenzi, alafu mpenzi wake amemdanganya kwamba eti hawatakuwa pale nyumbani, yeye hatakuwepo pale nyumbani. Hii inamaanisha kwamba mpenzi wake ikitokea akija akimwona pale atajua kabisa kwamba alikuwa amefanya makusudi kumdanganya ili aweze kudeti na mimi pale nyumbani. Sasa nasema wanaume wengine wakoje bwana? Angalia sasa anaanza kuleta matatizo. Basi bwana msikilizaji, nikasema isiwe shida. Huyo rafiki yake aje, mimi nitajifanya yeye ni mpenzi wangu usafi. Basi nikawa mimi niko pale. Hasani akawa amepiga simu, ameongea na huyo mtu wake. Akaniambia huyo rafiki yake yuko jirani tu, hayuko mbali sana. Basi akatoka zake pale. Mimi niko kule jikoni bado. Akatoka kule nje, akawa yuko sehemu ya pembeni kule kwenye varanda moja hivi. Yuko na dada yake na huyo mpenzi wake. Wanapiga story pale, anawapigisha story. Niena madhumuni ni kwamba wasije wakathubutu kuingia kule ndani mpaka huyo rafiki yake aje. Kweli bwana, dakika zikaisha kama dakika 7 hivi 8. Nikasikia pikipiki inafunga breki nje. Huyo jamaa, nikajua atakuwa ndo huyo jamaa yake nani? Jamaa yake na Hasani ndo amekuja. Kaja pale wakaanza kupigisha story. Akawasalimia pale. Shemeji, sui nini? Wakawa wanasalimiana pale. Yule jamaa akaja akaingia moja kwa moja akaja mpaka kule jikoni. Nikasikia tu mtu anasema, "Oya, sister vipi wewe?" Msikilizaji, nilisikia sauti kama vile hii sauti, mbona kama nilishawahi kuisikia siku moja. Sikuamini. Niligeuka kuangalia, Mungu wangu we. Uwezi amini, mtu ambaye aliyekuwa amekuja pale alikuwa ni Rashidi, yule ambaye niliyewahi kumtoroka na kumuibia tulipokuwa tuko kule kwenye guest. Tuliko kwa chumbani yule ndo yule pale bana. Kumbe alikuwa ni rafiki yake na Hasani. Nilivyogeuka hivi akaniambia kumbe ni wewe. Sasa hivi kwa akili zako zote ulikuwa unahisi kwamba hatuwezi kuja kukutana tena? Hukujua kwamba wahenga walisemaga kabisa kwamba milima ndio haikutani lakini binadamu wanakutana? Haya, hebu niambie, unataka umfanyie rafiki yangu, ulitaka umfanyie mambo yale ambayo uliokuwa umenifanyia mimi? Msikilizaji, pale nilianza kutetemeka. Nikamwambia, wewe nini sasa bana, hebu tulia bana. Tulia basi. Wewe sikiliza nikwambie. Siku ile ulijifanya umenitoroka na ukaiba, lakini najua kwenye kuiba mimi sikulaumu kwa sababu ulichoondoka nacho unakijua mwenyewe ulichokikuta huko ndani. Na kama hujazibuliwa kwa hicho ulichokiiba, sijui.
Msikilizaji alikuwa anazungumza kwa sababu anajua kabisa kwamba mapesa aliyokuwa ameyaweka kule ndani ilikuwa ni mapesa ya fake. Yaani mapesa ya bandia ndo alikuwa ameyaweka mle ndani. Akaniambia, sitaki kuzungumza habari ya kuniibia, lakini tumekutana. Kitendo ulichonifanyia cha kunifanya mimi niamke, yani bado genye zinanisumbua alafu umeondoka siku ile. Sasa leo tumekutana. Ni mimi niamue kukuchinja au kukufanya kitu kibaya sana? Au yani wewe ulikuwa unajifanya kabisa kwamba wewe sasa hivi umekuja umetokea tena kwa rafiki yangu. Alafu bahati mbaya rafiki yangu anahitaji msaada. Kwa sababu demu yake anakuja, alafu ananihitaji mimi, ananiita mimi, nimekuja afu nimekukuta wewe. Unahisi nitakufanyaje hapa ndani? Bana, hebu niache huko bana. Niache, kwani lazima mimi nilipo? Niache bana, nisamee bwana. Nikusamee, sikiliza nikwambie. Wewe kama unahitaji msamaha, jambo ni moja tu. Nini bwana? Nisikilize. Siku ile ulininyima na ukajifanya ni mjanja. Lazima unipe niichape hapa ndani. He? Sasa mimi si mpenzi wa rafiki yako na wewe. Mpenzi wa rafiki yangu yuko nje pale. Na kama ukiendelea kuleta za kuleta, hujui kitakachotokea hapa. Wewe ni mtu tu, wewe ni malaya tu, umekuja kumuuzia rafiki yangu hapa. Na ni kwa sababu mpenzi wake amekuja, ndio maana anataka wewe ujifanye kwamba ni mpenzi wangu, ili kusudi tu mpenzi wake asije kamwacha. Wewe huoni kabisa kwamba rafiki yangu hata yeye hana kazi na wewe anaelewa kabisa kwamba wewe ni mtu wa kupiga na kupita? Sasa nisikilize. Leo ndo siku ambapo napaswa nilipize. Unipe niichape hapa. Nataka nikupige mitarimbo ya hatari hapa ndani. Yaani nikupige bomba nzuri vibaya mno. Kwa sababu siku ile ulitomoka. So msikilizaji, unajua Rashidi ana akili. Rashidi kile kidole chake cha mwisho ndicho ambacho wanakiita mtarimbo. Eti mara bomba, sijui mtarimbo. Unajua nilikuwa niko kwenye hali ya hofu, lakini nilijikuta nikicheka kimoyomoyo. Kakitu kenyewe kama vile kakidole ka mwisho. Alafu ananiambia eti nikupige mtarimbo. Sijui nikupige bomba za hatari. Kwa bomba gani alionayo? Bomba gani alionayo? Kile kidole cha mwisho? Nikamwambia bana, hebu sikiliza. Hapana bana, mimi sitaki. Wewe nisikilize nikwambie. Kama hutaki na kutoa pale nje. Unajua sasa nikwambie kitu ambacho hujui. Dada yake ameivana vibaya sana na wifi yake. Unielewe sasa. Nikikutoa wakikuona hapa na wakajua kwamba wewe ndio ulikuja kwa huyu kwa jamaa yangu hapa, watakushambulia vibaya mno, watakumiza. Ni watu washari vibaya mno. Yaani wewe cha msingi hapa unipe tu, alafu tujifanye sisi ni wapenzi ili uweze kutoka hapa salama. La sivyo unaweza ukakuta usitoke hapa hata ukachoma hata visu. Msikilizaji alipozungumza habari ya visu, nilikumbuka show ambayo niliyotaka kuchoma visu kule, nikaogopa sana, nikasema Mungu wangu. Nikamwambia basi sasa sikiliza basi nikwambie Rashidi. Hebu niambie, leo ndo siku ya kukupiga bomba za kutosha hapa. Yaani lazima nikugonge wewe. Wewe huwezi kunisumbua mimi nikakuagizia nini kila kitu alafu tu kaondoka tu hata sijagonga. Nielekeze hapa utoke salama, ni ufanye hapa, unipe hapa. Basi sawa, mimi nakupa lakini unyamaze. Sio ninyamaze, unipe hapa hapo uweze. Hebu ngoja kwanza. Hebu njoo kwanza waone kwanza watu wenyewe. Hebu chungulia hapa. Msikilizaji, pale kwenye lile dirisha la pale jikoni kuna sehemu ulikuwa ukichungulia, unaona upande wa pili kule kwenye baranda mahali ambapo walipokaa wale dada yake na Hasani pamoja na yule huyo mpenzi wake Hasani. Msikilizaji, si nikachungulia hivi. Mama. Unajua nilihisi tumbo lile la kuhara linatokuja. Nilipotazama wakati ya wale watu wawili ambapo pale nilikuwa sijajua dada yake na Hasani ni yupi wala huyo mpenzi wake ni yupi. Lakini nilipotazama tu, Mungu wangu. Msikilizaji, yule dada ambaye niliyemfanya ajikate na kisu siku ile kule tulipokuwa nimeenda, afu Hasani akandanganya akaacha kuja. Bana, yule dada bwana ni moja ya mtu ambaye yuko pale. Sasa sijui ndo alikuwa ni dada yake na Hasani au ndo huyo mpenzi wake. Nilikuwa sijui. Nikasema Mungu wangu, mambo gani haya? Mapigo ya moyo pale alizidi kwenda mbio. Tumbo la kuhara lilinijia pale. Nikasema Mungu wangu, ndo kitu gani hiki? Akaniambia umewaona? Ni watu washari wale unavyowaona, ni watu watata sana. Yaani wale ngumi mkononi, visu wako pale. Sasa ukileta za kuleta hapa,
I say, na kutoa atakutafuna. Tena bora hata huyo mpenzi wake na Hasani, lakini huyo dada yake huyo ndo mtu wa visu. Yaani hata pale alipo huwezi kumkosa na kisu. Msikilizaji, aliposema hivyo, nilihisi sasa kumbe yule mtu ambaye nilimchana na kisu chake, kumbe ndo dada yake na Hasani. Na Hasani siku ile kumbe hakujua. Kama ambavyo alivyokuwa amesema kwamba sijui nini, mimi niliondoka tu nikajua ni wanawake. Hakujua kumbe hata watu ambao walikuwa na hizo vurugu walikuwa ni dada yake. Ndo alikuwa na ulibaba. Wewe. Ilibidi pale nikubali tu kumpa utamu Rashidi. Ilibidi niweze kumpa Rashidi utamu. Sasa nikamuuliza, "Wewe Rashidi, sikiliza nikwambie. Mimi nakubali kukupa." Unajua pale nina uoga, lakini nilikuwa nataka nisimuonyeshe kwamba nimeogopa kwa sababu ya kitu nilichokiona kule nje. Nikajifanya kwamba mimi ninachoogopa ni yeye mwenyewe. Nikamwambia basi fanya basi condoms unazo? Kondomi hapa sina. Sasa tunafanyaje? Wewe ngoja nikamwombe Hasani aweze kunipatia hata kondom 2. Yaani wewe hivyo una akili kweli? Muombe Hasani kondom ile uje ulale na mpenzi na mimi tena, mtu ambaye mimi ni demu wake. Hivyo una akili sawa sawa kweli? Inapaswa iwe siri yangu mimi na wewe. Mbona lakini unakuwa hivyo Rashidi? Basi sikiliza. Mimi naenda dukani chapu. Nikienda dukani hapo nachukua salama zangu haraka sana nakuja. Sasa ole wako ujifanye. Ole wako. Yaani ole wako ulete ujanja tena. Msikilizaji, akatoka pale yeye Rashidi kwamba anaenda kuchukua kondom. Sasa ile ametoka. Jamani, nawaambia mbilinge za mapenzi mimi bana zinanipitisha mambo mengi sana. Sasa alivyotoka tu pale, nikajua sasa ameshatoka. Mimi huku nyuma nikatoka zangu haraka sana. Nikasema jamani. Jamani, mpenzi wangu yuko wapi? Kaenda wapi? Unajua pale ninazuga ili kwanza niwatambulishe wale pale kwamba ule ni mpenzi wangu. Sasa wakati ninatoka pale, ninapiga ile kelele nia na madhumuni yangu, kwa sababu hapo nishashika kimkoba changu, hapo nimejiandaa. Najua yule dada yake Hasani tayari nilikuwa na ugomvi naye hapo nyuma. Kwa hivyo kwa vyovyote vile angeniletea vagi tu pale ndani. Sasa Rashidi alivyotoka na mimi nikatoka kuzuke kama namfuata. Nimejua ameshaenda. Mimi nikatoka pale. Kabla hawajanitambua yule dada yake Hasani hajanitambua, kawa anasema anataka kuongea pale. Hasani akaanza kuropoka. Wewe shem tulia. Jamaa anarudi, hapana, atakuwa ameenda kukutana na mwanamke. Sasa wakati anaendelea kuniangalia na yule dada yake Hasani anataka sasa anitambue kwamba mimi ndo yule tuligombanaga kule. Mimi sikumpa nafasi. Nilitoka speed hiyo. Nilikimbia kujizuga kama namfuata Rashidi, lakini mimi nilipotoka nje ya geti nilikimbia. Nilitoka pale nilisema sitaki kabisa, kwa sababu yule dada yake na Hasani kama angenitambua vizuri kwamba mimi ndo yule ambaye nilimsababishia akakatwa kifuani, ninajua noma ingekuwa kubwa sana. Mimi nikakimbia huyo, nikaenda nikachukua na usafiri wangu ndoki, nikaenda zangu hosteli. Nilitafakari sana, nikasema Mungu wangu, haya ndo mambo ya hatari sasa. Kama ningekaa pale yule dada akajua angenichana pale. Lakini nikafurahi kwamba kwanza nimetoka kwenye mkono wa Rashidi, asija kaniwekea kale kidole kake afu anakoniita kaita mtarimbo. Sijui libomba. Na akirudi na hayo masalama yake atashangaa hakuna mtu pale. Watamwambia tu kwamba mimi nimemfuata. Lakini ukweli ni kwamba mimi sijamfuata. Lakini kwa upande wa Rashidi, hata akiambiwa nimemfuata alafu akuta sipo pale, yeye mwenyewe angejua tu kwamba huyu ashachochola huyu, kwa sababu anajua vagi zangu na anajua issue zangu nilichomfanyia kule. Na sio hivyo tu, na nilimuibiaga na kumuibia. Basi bwana, mimi nikatulia zangu hosteli, nikasema Mungu wangu nashukuru. Nimetoka kwenye mkono wa Rashidi, nimetoka pile vile kwenye mkono wa dada yake na Hasani. Hapa sitaki mazoea na hao watu tena. Nikasema sasa hapa nitafanyaje, na wakati Hasani alishawahi kusogea huku. Nikasema lakini Hasani hawezi akajua kwamba mimi anajua tu mimi nasoma hapa, lakini hawezi akajua hii hostel kwa sababu hajai kuingia humo. Lakini nikasema hapana. Msikilizaji, nilianza kuomba utaratibu wa kuhama ile hosteli niende kukaa hosteli za upande mwingine kabisa, ili hata ikitokea Hasani siku moja akija pale akijaribu kuniangalia asinione. Mimi niliamua kuvunja line kabisa, nikaitupa, nikabadili namba zangu za simu,
Nikahakikisha kwamba sitaki hata rekodi kule WhatsApp mahali sisi tulipochati, nilibadili na namba. Kwa hiyo sikutaka Hasani ajue kabisa kwamba mimi niko WhatsApp kwa namba gani. Nilifanya utaratibu wa kubadilishana chumba na rafiki yangu, kwa sababu nilijua kwenda kuomba chuoni kule mpaka nibadilishie chumba ataniuliza maswali mengi. Niliomba tu rafiki yangu mmoja hivi, nikamwambia naomba nibadilishe chumba, mimi nikae chumba hiki cha kwako, hostel nyingine kule, na wewe ukae huko. Rafiki yangu bahati nzuri akakubali, akaja akakaa kwenye chumba nilichokuwa nakaa, kama pale. Kwa hiyo mawasiliano kati yangu mimi na Hasani yakawa yameisha. Rashid nikasi na mawasiliano na yeye, ngoma ikawa pale, naamini nikaamini mambo yamekwisha kila kitu. Bwana wewe msikilizaji, bwana, maisha haya yananifundisha mambo. Nikasema sitaki kuwa na mahusiano na mtu tena, sasa hivi bora nitulie nyumbani kwanza vimbembe, alafu tena mimi najiingiza kwenye mahusiano kama hivi. Sasa msikilizaji, hapo mimi akili yangu yote inawaza kuhusiana na mwakani, ada yangu itakuwaje? Maisha yangu mengine nimeishi kwa kudangadanga hapa na pale, nimepata, ule mwaka umeisha. Haya, mwaka wa 3 nasomaje? Hapo tuko karibu na UE, hapo tumalizie UE pale mambo yaishe, ili sasa tukija tuingie mwaka wa 3 tunaendaje? Msikilizaji, nilikuwa niko kwenye hatari kubwa sana. Nilikuwa ninawaza kwamba baba nyumbani hataki. Itakuwaje? Hataki kabisa kunisomesha. Itakuwaje? Mimi nitasomaje mwaka wa 3? Mwanaume ambaye niliyekuwa ninahisi kwamba angeweza kunisaidia ndo huyo, imebidi nimtoroke. Nilihangaisha kichwa changu sana pale kuwaza kwamba nitapata wapi mwanaume ambaye anaweza kunisaidia niweze kulipa ada. Mamangu bwana akanipigia simu siku hiyo, niko zangu hosteli, akaniambia bana, naomba uweze kuja nyumbani. Nikamwambia kuna nini mama? Akaniambia hapana, naomba uje nyumbani kwa sababu nimekumisi sana mwanangu. Nikamwambia mama, niko karibu na UE. Akaniambia hapana mwanangu, kama inawezekana njoo tu. Unajua mateso ambayo anayonipa baba yako ninashindwa kabisa kuyavumilia. Ninatamani tu uweze kuja ili angalau unipe faraja kidogo mwanangu. Msikilizaji, nilitafakari sana pale. Nikasema tena kwenda nyumbani tena kwa mama kule, alafu UE iko jirani. Nikamwambia mama, haiwezekani ukajitahidi kuvumilia tu nimalizie mitihani. Si unajua tena masomo, ili nimalize nikija huko nije tukae likizo nzima, kwa sababu field mwaka huu mimi sina. Mama akaniambia mwanangu, unaweza ukija usinione. Msikilizaji, mamangu aliposema vile niliogopa sana. Nikamwambia nisikuone kwa sababu gani? Akaniambia babako ananitishia sana. Ninapata msongo wa mawazo hadi pressure inakuja mwanangu. Yaani natamani tu sana kama kizazi changu kingekuwa kizuri, nipate mtoto mwingine ambaye angeweza kunipa faraja wakati wewe haupo. Lakini ndio hivyo, kizazi changu unajua ni wewe, kiliishia kwako mwanangu. Njoo tu hata unione hata siku moja au 2 urudi. Msikilizaji, hapo ukizingatia hata nauli nikasheshe, nafanyaje? Kwa sababu pesa ninazopewa zile inabidi zinitunze pale, niweze kuishi pale chuoni. Nikamwambia basi mama, nitakujibu kwamba nakuja vipi. Nikasema hapa swala ni moja, nitafute mwanamume anipatie pesa ya nauli niweze kwenda kumsalimia mama yangu, nimuone kidogo afu nirudi. Nitafanya hiyo yangu nikiwa na utulivu, kwa sababu kama nitakaa hapa mama yangu alivyoniambia hivi alafu niende niaseme yui, akili yangu haiwezi kukaa sawa. Haiwezi kukaa sawa nifanye yui afu mama yangu ananiambia naweza nikarudi nisimkute. Nikasema hapa kitu ni kimoja tu, ngoja mimi nikae zangu hapa nitafute mwanaume. Lakini sasa hapa mwanaume ni nani? Nilikaa kwenye msongo wa mawazo sana. Nikasema ngoja niende kwanza mazoezi, nibadilishe mawazo. Nikatoka zangu pale nikaenda kupiga tizi. Nikarudi zangu pale. Hapo nawaza kipesa nilichonacho nataka kinilinde, nimalizie UEF tena. Sasa ndo mambo hayo tena naambiwa tena napaswa niende kwa mama. Sasa wakati nimerudi pale, nikakaa ile siku ikapita, kesho yake hapo kumebaki kama siku ngapi hivi tuweze kwenda kwenye UE. Mama yangu huyo tena akanipigia simu mkuu analia, huyu mwanangu jamani, Lilen. Kape mama, unalia kitu gani? Lilen, haya kama utaki jamani kuniona basi utakuwa basi tu Lilen, basi jamani. Msikilizaji, unajua niliogopa. Mamangu anaongea huko analia, kitu ambacho nilikuwa sipendi sana kusikia mama yangu akiwa analia. Nilishwa na pozi pale. Nikamwambia shida nini? Nikamwambia mama, basi nakuja basi mama.
Basi tu jamani, zimeshindikana, bye bye mwanangu. Msikilizaji, niliogopa, nikajua hapa nampoteza mama yangu. Nikawaza hivi, lakini kwa nini babangu anamfanyia mama hivi? Nilitoka pale haraka mkuku, nikasema pesa hiki kibora nisifanye hivi, lakini niende kwa mama yangu. Acha kabisa msikilizaji, nilitoka pale akili yangu ikiwa imeharibika sana. Niliwahi tu kwenda kujua kwamba ni kitu gani ambacho kimemsibu mama yangu. Jamani, ingekuwa inafaa ningeendelea kumalizia hapa, lakini naomba tukutane katika sehemu ya pili. Sehemu ya 3. Basi tukutane katika sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya 3. Bye bye.